Mimi Raila Amolo Odinga ameweka historia kama mwanasiasa ambaye amegombea kiti cha urais kwa mara nyingi zaidi humu nchini, na licha ya kuwa na wafuasi wengi sugu, bahati haijabisha mlango wake. Kinaya ni kwamba katika serikali zote alizochuana nazo na kuwa mpinzani mkuu, amefaulu kujizolea nafasi ya kuwa ndani ya serikali hizo kwa jina la handshake. Ungana nami mwanahabari wako mpekuzi Manuel Simiyu nikupekulie makala haya maalum, mfalme wa handshake. Haya, vijana we! Mwaka wa 1997 akiwa mbunge wa Lang'ata, Raila Amolo Odinga alijitosa kwa mara ya kwanza katika kinyang'anyiro cha urais wa Jamhuri ya Kenya chini ya mwavuli wa chama cha NDP, National Development Party, uchaguzi ambao alimaliza watatu baada ya hayati Daniel Moi na mwenda zake Mwai Kibaki waliomaliza wa kwanza na wa pili mtawalia. Licha ya Moi kuwa adui wake mkubwa wa kisiasa wakati huo, Odinga aliamua kumtembelea Moi nyumbani kwake maeneo ya Kabarak na kukubaliana kufanya kazi pamoja na kuweka mbali uhasama wao wa kisiasa. Kilichofuatia ni kwamba chama cha NDP kilijiunga rasmi na kile cha KANU. Odinga alizawadiwa wizara ya Kawi kuanzia Juni mwaka 2001 hadi mwaka 2002. Baadaye mwaka huo, Raila alichaguliwa kama katibu mkuu wa chama cha KANU akichukua nafasi yake Joseph Kamotho. Mwaka wa 2007 kwa mara ya pili, Odinga alijitosa katika kinyang'anyiro cha urais chini ya mwavuli wa chama chake cha ODM, wakichuana na Mwai Kibaki wa PNU na Kalonzo Musyoka wa ODM Kenya. Sasa Kibaki asema Raila tosha. Kibaki akae kimya, awache wa Kenya waseme Raila tosha, sio? Ni uchaguzi ambao mwenda zake Mwai Kibaki alitangazwa mshindi na kuapishwa Disemba 30 mwaka huo huo mwendo wa saa 1 usiku na aliyekuwa jaji mkuu Evans Gisheru. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais. Raila Odinga na wandani wake walipinga vikali matokeo ya uchaguzi huo na kudai ya kwamba ulikumbwa na udanganyifu mkubwa. Fellow Kenyans, we have in the last 2 days witnessed tensions running high in our nation. Vita vya ndani kwa ndani vilishuhudiwa, huku mamia ya watu wakiuawa na wengine kuhama makwao. Juhudi za upatanishi zilizoendeshwa na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa Kofi Annan hatimaye zilifua dafu na kupelekea Rais Kibaki na Odinga kusalimiana na kuzika tofauti zao za kisiasa. Kilichofuatia ni kwamba kiti cha waziri mkuu kilichokuwa na wasaidizi wake wawili kilibuniwa, huku kiti hicho cha waziri mkuu kikizawadiwa Odinga. Mimi Raila Amolo Odinga naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa rais wa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kutetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa.
I therefore wish to declare Honorable Uhuru Kenyatta. Baada ya kubwagwa na Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa mwaka 2013 na kukaa katika kijibaridi cha siasa katika upinzani, mwaka 2017 Odinga alizuka tena. Uhuru alifanya mkutano kwa State House akasema, jameni, nimefanya hii, mpinzani, sasa mnataka nifanye nini? Sema ameshindwa. Kama umeshindwa, enda Gatundu, wacha Raila aingie pale. Chini ya mwavuli wa NASA, Odinga alibwagwa tena katika uchaguzi wa mwaka 2017 alipopoteza kwa Rais Uhuru Kenyatta, matokeo ambayo yalitupiliwa mbali na mahakama ya upeo ukuu, mahakama hiyo ikiagiza uchaguzi mwingine kufanyika. Uchaguzi ambao ulisusiwa na Odinga aliyekuwa akipeperusha bendera ya NASA. Uhuru Muigai Kenyatta alichaguliwa kama rais, huku William Samoei Ruto akichaguliwa kama naibu wake na kuapishwa kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Upinzani uliokuwa ukiongozwa na Odinga ulikataa katakata kumtambua Uhuru Kenyatta kama rais wa Jamhuri ya Kenya na vilevile kuhapa kutoitambua serikali yake, huku mgawanyiko mkubwa ukishuhudiwa nchini na kupelekea Odinga kujiapisha kama rais wa wananchi katika bustani ya Uhuru. Juhudi za maridhiano baina ya Kenyatta na Odinga ziliendelea kuhimizwa kutoka pande zote na hatimaye kufua dafu. Machi 9 mwaka 2018, tukio la kihistoria likajiri. Salamu za maridhiano almaarufu handshake zikashuhudiwa baina ya Kenyatta na Odinga katika afisi za rais jijini Nairobi, huku wengi wa wandani wao wakibaki gizani. Rais wa sasa William Samoei Ruto, ambaye alikuwa mpinzani mkuu wa handshake baina ya Kenyatta na Odinga, wakati huo akiwa naibu rais, alijibwaga katika kinyang'anyiro cha urais na kumbwaga Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Baada ya kuapishwa na kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, huku Rigathi Gachagua akiwa naibu wake, wote wawili waliendelea kupinga vikali uwezekano wowote wa serikali yao kufanya kazi na Odinga kwa jina la handshake. Because some people wanasema labda president anataka handshake au Rigiji hataki. Let me tell you, President Ruto is even more strict about this handshake nonsense than I am. Wakakuja wakasumbua mzee wetu Kibaki mpaka wakawapatia nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru mpaka wakaenda na handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana, hii ya hasla hii. Kauli ya Gachagua aliyodai kuweka mitego katika sehemu zote ili kuhakikisha Odinga hafanikiwi kwa vyovyote katika juhudi zake za kujiunga na serikali pia zilishamiri. Kama wasemavyo wahenga, mambo ni kangaja, huenda yakaja. Hatimaye William Samoei Ruto na Odinga walianza ukuruba wa kufanya kazi kwa pamoja. Dalili za wawili hao kushirikiana zilionekana, huku Odinga akikaribishwa serikalini na wandani wake kupewa wizara kadhaa ikiwemo ile ya fedha. Leo mimi na baba tumeweka sahihi maelewano
ya kuunganisha taifa la Kenya iwe taifa moja. Hatimaye ndoa yao ya kisiasa ilitiwa muhuri kwa tukio la handshake na kuidhinishwa rasmi Machi 9 mwaka 2025 katika jumba la mikutano la KICC jijini Nairobi. Je, ni mwisho wa handshake? Mimi ni Emmanuel Simiyu, Sauti Mzalendo.